Jina langu ninaitwa Mshauri Chengula, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa sheria Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia ni rais wa serikali za wanafunzi kwa maana ya mkoa wetu wa Mbeya. Jambo la pekee leo ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu ametupa kibali, tumeweza kufika ofisi ya Mheshimiwa Mkurugenzi kwa wito maalum. Kati ya mambo mengi tumeyazungumza. Tumezungumza masuala yanayohusu vijana, tumezungumza masuala ya ushirikiano na umuhimu wa kutetea amani la taifa letu ambao wazee wetu kwa miaka mingi sana wamelipigania. Haikuwa rahisi kupata amani ya taifa letu. Wako watu walipoteza uhai wao kwa ajili ya taifa letu, lakini tumeongea masuala mengi sana yanayohusiana na fursa za vijana. Moja kati ya swala ameligusia Mheshimiwa Mkurugenzi ni swala la mikopo ya vijana, kwa maana 10% ambayo huwa inatolewa kila halmashauri kwa ajili ya mikopo ya vijana, wanawake na makundi maalum. Ametoa hizo fursa na tumemwahidi mheshimiwa, mimi nikiwakilisha wenzangu mkoa wa Mbeya, tumemwahidi mheshimiwa kwamba sisi binafsi tumechagua kama vijana wa mkoa wa Mbeya kumuona Mheshimiwa Mkurugenzi, kuiona ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuona pia ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Beno Malisa kama ni fursa. Moja kati ya fursa nyingi tumezijadili na Mheshimiwa Mkurugenzi ni fursa za kukuza vipaji vya michezo vyuo vikuu. Tumejadili masuala mazima, tumeandika proposal mbalimbali ambazo mheshimiwa amezipokea. Jiji liwekeze wapi, namna gani tunaweza kutatua haya matatizo au na changamoto za ajira ambazo zinatukumba pengine vijana wa vyuo vikuu mara baada ya kumaliza. Mheshimiwa amezungumza mambo mengi sana. Tumezungumza pia swala la ushirikiano kati ya hizi serikali za wanafunzi pamoja na serikali kuu pamoja na hii serikali kwa maana ya local government ambapo zipo chini ya Mheshimiwa Mkurugenzi. Kwa kweli tumepewa ushirikiano wa kutosha na Mheshimiwa Mstahiki Meya, Mheshimiwa Mkurugenzi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Itunda, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa maana ya RC Malisa. Tumepewa ushirikiano wa kutosha sana. Moja kati ya jambo ambalo nafikiri nimetoka nalo leo, cha kwanza ni uzalendo, cha pili kuitetea amani ya taifa letu, lakini kitu kingine ambacho tumetoka nacho leo ni kuziona hizi ofisi kama fursa. Tusipokuwa na macho ya fursa katikati ya hizi ofisi, ukweli wa Mungu ni kwamba sisi vijana tutabaki kuwa walalamikaji tu. Na hizi fursa hazipatikani kwa kuzisubiri. Tuliandika barua, mheshimiwa akatukubalia, tukafika na ametupokea vizuri. Kwa hiyo hizi fursa tutazitumia vizuri. Kati ya jambo ambalo tumeliona kama fursa kwa Mheshimiwa Mkurugenzi na mkoa kwa ujumla, jambo la kwanza ni swala la kuibua vipaji. Kwenye swala la kuibua vipaji, ninao wanafunzi wachache pale Chuo Kikuu cha Musti ambao tumeanzisha program na tunatengeneza application maalum ambayo cha kwanza itakuwa na uwezo wa kudetect maeneo ambayo kama kuna uhalifu, kama kuna hatari, kama kuna kitu chochote kinaendelea, mtu anaweza akapiga picha akatuma kwa admini. Mara baada ya admini kutuma, kinachotokea pale admini akalipresent ile swala kwa idara husika, ili kupunguza gharama sasa za serikali kwenda kupoteza mafuta na vitu vingine kama hivyo. Lakini kama haitoshi, kwenye uwanja wetu wa Sokoine, namna bora ya kukusanya mapato pale tumewasilisha, tunaandaa application maalum ambayo hiyo application kazi yake kubwa itakuwa ni kuskani kila mtu anayeingia pale awe anasomeka kwenye mfumo. Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo tunaenda kuyafanya atakuwa makubwa kwenye taifa letu, lakini swala lingine ni waombe vyuo vikuu vingine. Nimeshawasiliana na Mheshimiwa Rais wa TAHLISO kwa maana ya taifa, Mheshimiwa Geoffrey Kiliba. Tunahitaji sisi kama vijana ili kuwa na macho ya fursa, na kutokana na haya ambayo yametokea kwenye taifa letu tunahitaji kuwa wamoja. Namna gani tunaweza kuwa wamoja? Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mkurugenzi, jambo la kwanza ambalo nitaenda kulisimamia ni kuhakikisha kwamba tuna siku ya uhuru, tutakuwa na maombi ya kitaifa. Cha kwanza kuiombea Tanzania, cha pili kuombea vijana wa taifa hili, Mungu afungue macho yao ya fursa. Iko hivyo, na haya maisha ndio tunayoishi. Mungu asipofungua fahamu zetu, maandiko matakatifu yanasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa hiyo Mungu asipofungua fahamu zetu, hata kama fahamu zitakuwa ni nyingi, fursa zitakuwa ni nyingi,
hatutaweza kuziona. Kwa hiyo tumechagua kuziona fursa, na huu utakuwa ni utaratibu endelevu. Tutakuwa tuna bendera yetu, mtashirikiana na viongozi wa matawi kila vyuo vikuu kuhakikisha kwamba tunaliombea taifa letu linarudi kuwa pamoja. Na isitoshe, siku moja tunatamani sana kwenda mlima Kilimanjaro. Tutakapofika mlima Kilimanjaro, tupate maombi ya pamoja, tushirikiane. Lakini kama hiyo haitoshi, ninaongea na viongozi wote wa dini ili swala liwe endelevu. Kila mwezi sisi vyuo vikuu tutakuwa tuna maombi ya vijana. Lakini kati ya swala la maadili limekuwa ni swala ambalo ni changamoto kidogo. Namna gani ya kudili na hili swala? Tumeishauri serikali, tumemshauri mheshimiwa mkurugenzi kwamba kwenye bajeti ya mwaka wa fedha inayokuja serikali ione namna sasa ya kurudisha ule utaratibu wa zamani. Vipindi vya dini vifundishwe shuleni. Vikishafundishwa shuleni hivi vipindi vya dini, hawa watu wa dini mbalimbali ambazo ziko tayari kufanya muingiliano na serikali, kufundisha watu kwenye kuanzia ngazi ya elimu ya msingi nafikiri mpaka sekondari, waone utaratibu wa hizi taasisi za dini kutoa pasenti kidogo kwa serikali, na serikali yenyewe itoe pasenti. Ikishatoa pasenti, hawa watu wawe angalau kwa mwezi wanapata chochote kitu, wanapata mshahara, waifanye kazi ya Mungu kama taaluma nyingine ya Mungu. Lengo tuanze kuwapika watoto wadogo wakiwa toka chini huku, tunawapika wakiwa wanayajua maadili, wanaishi katika kimo na hekima, wakimpendeza Mungu na wanadamu. Tukifanya hivyo kwenye Tanzania hii, mimi naamini miaka 20 ijayo, miaka 50 ijayo, kuna mahali tutafika. Naamini sisi wa Tanzania, sisi ni taifa la kesho. Tusipoweza kuyafanya mambo haya, tusipokuwa na hii akili ya kujitolea, tukisubiri sisi tufuatwe, tutakuwa ni watu ambao tunaenda kulichoma taifa letu kwa mikono yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo niwashukuru sana ofisi ya mkurugenzi, nimshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya na mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nimshukuru sana Mungu kwa namna ambayo mheshimiwa rais amepata hekima ya kuwateua watu hawa. Sisi tuna amani nao, tunafanya kazi na tunawaahidi, mimi nikiwa rais wa wanafunzi hawa katika ngazi ya mkoa, mimi nitaendelea kuyaisha hayo maono na sitakata tamaa, sitakatishwa tamaa na yeyote ule. Lengo tu ni kuhakikisha kesho yetu inakuwa sawa. Kwa hiyo haya mambo tunaenda kuyageuza from vision to action. Kwa hiyo naomba Mungu anitie nguvu kwenye hili na najua tutafanikiwa tu. Nashukuru sana.